Secretary Hegseth, you're requesting billions of dollars in Katibu Hegseth, unaomba mabilioni ya dola kama fedha za ziada kwa ajili ya vita ambavyo ulisema vingedumu kwa wiki chache tu, ilhali rais hana mpango wala uwezo wa kuvimaliza. Wakati huo huo, vita hivi ambavyo havijaidhinishwa na pia havina uungwaji mkono wa wananchi wengi, vimesababisha bei za mafuta ya petroli, dizeli, mbolea na mahitaji mengine muhimu ambayo wakazi wa New York na wakulima wetu kote nchini wanategemea kupanda kwa kiasi kikubwa. Leo unaomba takribani dola trilioni 1.5 kwa ajili ya vita ambavyo Rais Trump alisema tayari ameshavishinda. Unaomba dola trilioni 1.5 kwa ajili ya mabomu, lakini wakati huo huo hakuna fedha za kutosha kwa huduma za afya za Wamarekani, chakula chao wala makazi yao. Katibu Hegseth, unaomba fedha zisizo na kikomo kwa ajili ya mabomu, huku watu wakishindwa kulisha familia zao. Sijui kabisa jinsi utawala huu unavyotarajia kutetea maamuzi haya mbele ya wananchi wa Marekani. Si fedha zisizo na kikomo kwa ajili ya mabomu, na ni utawala uliopita ambao haukuipatia idara hii fedha za kutosha. Sababu inayowafanya wananchi wakasirike dhidi yako na utawala huu ni kwamba kauli ulizowahi kutoa hazilingani. Kuhusu Iran, ulisema kwamba tuliangamiza kabisa, kwa maneno yako mwenyewe, uwezo wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Rais pia alitoa kauli hiyo hiyo. Lakini miezi 8 baadaye, mwezi Februari 2026, rais huyo huyo alianzisha vita, akidai kwamba Iran ilikuwa imebakiza wiki 2 tu kufikia uwezo wa kutengeneza silaha ya nyuklia. Kwa hiyo, mnapotoa kauli mbili zinazokinzana, wananchi wa Marekani hawajui waamini nini wala wamuamini nani. Wanachojua ni kwamba hawawezi kumudu gharama za huduma za afya, hawawezi kumudu chakula, hawawezi kumudu makazi, na wakulima wetu wanaendelea kuathirika. Kwa hiyo, ukweli ni upi? Je, uwezo huu uliangamizwa kabisa au haukuangamizwa? Hali halisi ni upi? Pia ulisema kwamba mliangamiza kabisa mpango wa makombora wa Iran na kuufanya ushindwe kufanya kazi. Haya ndiyo maneno yako. Uwezo mzima wa Iran wa kuzalisha makombora ya masafa marefu ya ballistic, kila kampuni inayotengeneza makombora hayo na kila sehemu ya makombora hayo iliharibiwa na kushindwa kufanya kazi. Pia akiba iliyokuwepo ya makombora hayo ilipunguzwa na kuharibiwa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba haikuwa tena na ufanisi. Ikiwa ndivyo, kwa nini bado kumekuwa na makombora yaliyoweza kuishambulia Jordan na kusababisha vifo vya wanajeshi wetu jasiri?